mkutano ambao ulikuwa unaongozwa na mwenyekiti wa bodi ambaye ni Cletus Magoli pamoja na mwenyekiti wa upande wa wanachama, mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Ali Mangungu. Mwisho wa kikao, ajenda kubwa ilikuwa ni swala zima la muundo wa mabadiliko, timu kupata kadi za wanachama ambazo zitakuwa ziko tofauti na za wananchi wanasema, lakini ni za kidijitali. Kwanza niseme nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kukutana tena katika siku ya leo. Pili, unazungumzia uongozi wa Simba kutoka mbele, kutoka kuja kuongea na waandishi wa habari. Sisi wana michezo tulifuatilia ile place kwa sababu hapawezi kuwa na Yanga bila kuwa na Simba, hapawezi kuwa na Simba bila kuwa na Yanga. Place ya mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba ambaye anaiongoza Simba kishabiki, aiongozi Simba kama taasisi. Mimi binafsi yangu nimeangalia place ya jana, sikuona wana Simba mmoja kuzungumza, na ambacho ukaa moja kwa moja ukaitisha waandishi wa habari unakuja kuongea vitu kama vile. Kwangu mimi nimeona uongozi wa Simba umeongea ushabiki mwingi kuliko kila ambacho wana Simba wanakihitaji. Kwa sababu kama kiongozi unakuja kuongea yale ya kila siku ambayo mmeongea juzi. Kwa sababu ukizungumzia katiba yao ndio ambao wanasema wamebadilisha juzi, japo wanachama wao wanasema hawajaibadilisha kwa sababu hawakuulizwa ndio au hapana. Lakini viongozi wamekuja mbele wakamwambia katiba yetu tumeibadilisha. Mwisho wa siku ya Simba ya kwao, ya Yanga ya kwetu, kadi tutakuja kuona wanaposema watakuwa na kadi tofauti na Yanga. Inaonekana wao wamefocus sana kushindana na Yanga, sio maendeleo yao. Sisi tunaangalia ya kwetu kwa sababu kusema anakuja kuleta kadi tofauti na vilabu vingine. Vilabu ambavyo venye kadi nchi klabu, kuzungumzia klabu ni kimoja tu, Yanga Afrika. Labda kadi za NMB ambao wana benki wanazo, labda kadi za nini zingine. Lakini ukizungumzia mpira, klabu yenye kadi nchi ni Yanga Afrika. Hasa kama hujatoa kadi tofauti na Yanga Afrika, ngoja tuone, labda hujatoa kadi za vioo ukiwa unaona mpaka Bagala unaona. Sababu kadi na vijamii ndo kadi tu, sababu bora wao utakuwa bora wa aina gani? Kadi nikuambia ndio hivyo. Viongozi wa Simba natakuwa sasa wafike sehemu wazungumzie Simba, sio wakifika sehemu kuzungumzia Yanga imefanya hivi. Sababu ilifika sehemu kiongozi anasema kwa hiyo tukitolewa kwenye makundi mwaka huu itakuwaje? Mbona mwaka jana kuna klabu haikuingia robo finali? Si kawaida. Na maana viongozi hapo zaidi kushindana na Yanga kuliko mafanikio yao. Lakini si wameandaa mashabiki wao na wanachama wao kwamba wajipange kisaikolojia, timu isiposonga mbele wajue ni kawaida tu. Wao washaona viongozi. Mimi kama viongozi wa Simba niwapongeze katika lile. Kwanza washaona kwamba Simba kwenda robo finali sasa sasa ngamia kupenda tundu wa sindano. Asikwambie mtu huwezi kufungwa mechi mbili klabu bingwa afu moja hapo ukifungwa nyumbani wewe ukafuzu. Huo ni uongo. Kwa timu ambayo walikuwa nayo katika lile kundi ambalo walikuwa nalo, wale ambao kupiga ramli. Mwisho wa siku washaona moja kwa moja siku kwenda robo finali hapa ishakuwa changamoto. Lakini kama nikwambie kwamba unajua sisi Yanga hatupendi sana kafanya kuizungumzia sana Simba, lakini mwisho wa siku natakiwa tuzungumze. Labda wao viongozi wao wa Simba wanadili sana na Yanga kuliko klabu yao, na hii inakuja hata mashabiki wao wanakuja pale kutokuelewa. Sijajua mashabiki wao jana baada ya kuongea viongozi wao wa bodi na mwenyekiti wao wa klabu ya Simba wameact vipi, wamependezea wale waliongea jana, na kama wameyapendezea je Simba ikifungwa sio ya Mangungu Simba wote, sababu ndio katika klabu ambayo inakwenda kwenye press inaongea huyu anaongea huyu anamwambia wewe ngoja wewe ili jibu wewe. Ni klabu una moja kwa moja klabu ambayo inajiendesha bila kuwa na uelekeo mzuri. Shida tuseme kwamba maana tumesikia kauli ambayo baada ya kuulizwa swali mwenyekiti wa bodi akajibu kuhusu swala zima la Engineer Hersi Said kwenda kuizungumzia Yanga kule kwenye mkutano, ni kama ameifedhesha Simba hivi taasisi binafsi. Ndio pale nilipokuambia takiwa na kiongozi ambaye mwenye ueledi au mwenye kujielewa. Kwa sababu kiongozi kwanza alitoka kwenye mfumo akarudi kwenye mfumo. Mwanzo ile sentence yake na jibu lake alisema kwamba Engineer Hersi hakuhitaji Simba. Lakini kwenye maongezi yake alitoa picha ambayo yani wanachama wa Simba wanalalama kwenye mkutano mkuu. Je, mngalimuuliza uongo wanachama wa Simba kulalamika kwenye mkutano mkuu? Kulalamika kwenye mkutano mkuu wamelalamika, lakini pale kutaja klabu fulani na akaambia atoe clip ambayo klabu Engineer ametaja klabu ya Simba, yeye ametoa wanachama wa klabu ambazo wanalalamika. Akatoa mfano katika klabu ambayo ameiona juzi tu wanachama hao wametoka kwenye mkutano, kila mmoja anaongea lake. Hapo kuna shida gani? Na yule hajaongea kama Engineer Hersi kwa klabu ya Yanga, yule ameongea kama kiongozi wa mpira, kiongozi wa CAF. Alafu watamkataa mpaka lini? Watamkataa mpaka lini? Ndio siku anapewa vyeo, watamkataa mpaka lini? Wao watakapaka siku waambiwe hela mchukue mpaka mkachukue kwa Engineer ndio atakubali. Au wataiacha hiyo hela. Mwisho wa siku wakubali kwamba mwezao kapiga hatua za kwenda mbali zaidi katika mpira wa nchi hii. Wasilete mpira wa kishabiki pale ambapo anaona anazungumzia mpira wa Tanzania, wajue kabisa kuja mpira wapi wa Tanzania. Kwa sababu hata mfano wa jengo la Yanga alitoa kwamba jengo la Yanga chakavu. Mbona sio Yanga hajalalamika?
Na kweli jengo letu sio zuri kweli ukiangalia. Hasa wao kwamba shabiki wao sio wanachama wao wamelalamika, yeye iwe shida. Nyinyi mliambiwa mpaka wala miogo. Tuliambiwa wala miogo. Lakini mwisho wa siku tukajua kiongozi wetu analenga nini. Na ndio maana tumeenda kuweka utulivu. Kwa sababu ukimwona kiongozi anapani kujua kuna kitu kimemkela. Unaelewa? Kama kiongozi kuna kitu kimemkela, maana wanachama lazima na nyinyi mjifunze kuwa wakarimu. Sisi kwa sasa hivi Yanga Afrika kiongozi atutendea kile ambacho tunachokihitaji. Maana kuna sehemu akasema kitu kimoja. Wao watasisi tusikae vikao. Wao watatue kama wao anaongozwa na mtu mmoja akisema ndio iko. Nani kaambia Yanga anaongozwa na mtu mmoja? Yanga anaongozwa na mtu mmoja. Yanga anakaa vikao, lakini vikao sio vya gengi kama vile kikao kaanza meza hapa mpaka barabarani. Watu wako 9 wanakaa wanafanya mipango yao. Lakini kikao kama waziri mkuu yuko na baraza la mawaziri. Huyu amesema hili, huyu amesema hili. Hamwezi kuambua kitu hapo. Mwisho wa siku lazima wakubali. Yaani wale ili wakubali wajifunze kwetu. Kama hawataki basi anakuambia sio kwa klabu ya kwanza, sio kwenye wanachama klabu gani ya kwanza? Kati Yanga ndio chakwa ya kwanza. Yaani viongozi ambao wapo kishabiki zaidi kuliko kufanya kazi ambazo zimewaweka pale. Na nataka nisikie mashabiki wa Simba baada ya jana uongozi wao kukutana kuongea pale. Wanasema nini? Timu ya Mangungu au timu ya wote? Ili tulewe kaanza kula vipigo tujue kwamba timu ya nani? Ya Mangungu. Ili mipango ikawa sawa waseme timu ya wote kwa sababu bado sijajua viongozi wao mpaka sasa hivi. Wao wanachama wao wanazungumziani. Je, mshafanya nao interview kuwauliza mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba? Ulimuona Mangungu jana? Nimemuona Mangungu kama kibendera tu pala mikaa kushoto. Anaongea pale simu moja majibu leo tunakaba anapewa yeye. Majibu yote ambayo kwa nama na maana akabali jibu yeye. Lakini majibu namba haya yakiongea mwenyekiti wa bodi akawa anajibu yeye. Wao shaona Yanga anakwenda kwenye press wanaongea zaidi ya watatu. Anaongea rais wa klabu. Wajumbe wanakaa pale kusikiliza rais wa klabu anaongea nini. Kwa Yanga akiongea vile wanakwambia Yanga inaongozwa na mtu mmoja. Sio hivyo, taasisi ile kamilika lazima ina miongozo. Mashabiki wa Simba baada ya kuisha ile press, baadhi yao wanasema kwamba hii yote ni janja ambayo inafanyika ili waingize wanachama wao wapya tu wanapoenda kwenye uchaguzi, ili mradi tu wale wanachama wapya waje wampigie tena kula Murtaza Ali Mangungu. Mimi nadhani kama kuna wanachama wa Simba na baadhi ya viongozi wa Simba watajua kwamba huo ujanja. Mimi na imani wenda ikawa hivyo kwa sababu mimi na imani wale wote ambao waliokuja jana mbele Murtaza Mangungu, Clatous Magoli, wale wote timu Mo. Wale timu Mo. Hata bado ya Simba kuna watu wengine Mo hawamtaki. Na maana lazima utengeze mfumo ambao watapatikana wapiga kula ambao hawa unawatengeza kwamba kundi hili linakwenda kumchagua Mangungu ndio kumchagua fulani. Mwisho wa siku kwenye mpira timu kama ile ambayo ina msimamo watafanikiwa. Na ndio maana kuforce hapa ndani ya mwezi wa kwanza waingize wanachama wapya ambao watawatengeza wao ili uchaguzi mkuu warudi wale ambao wanawahitaji. Lakini mwisho wa siku hao ni ya kwao, sisi tuna kwetu. Ila tuwaambie ndugu zetu, huu ndio wakati wa kujipima kwamba je, wapo kama sisi au wako katika upengele gani? Mfano mfupi ndio anaona. Anakuja kiongozi anakuambia timu mbovu, sio kwa sababu mchezaji fulani kaumia. Kiongozi anataka kuongea maneno kama yale. Point ya msingi ya kiongozi yale ambayo aliongea ya kwanza kwamba sisi Simba tulipata pigo ya mwalimu wetu ambaye alitoka kwenye prison na akaja kutuacha. Ile ndio point ya msingi. Unavyosema sisi tunafunga sababu mchezaji fulani mwingine hayupo, hao wasajili manake makapikapi. Hao wao kama kiongozi yale maneno ambayo kuongea mashabiki sio kiongozi. Kiongozi wao kwenda kwenye press au na kuongea maneno kama yale. Eti tumeanza msimu, mchezaji wetu ameumia, maana yake nini? Na wachezaji 30 waliosajili, wachezaji muhimu watatu. Sio naambia ukweli lakini mashabiki. Sio kweli. Mimi kuniambia ndani ya Simba kama naambia labda Gamza ilikuwa tegemezi kwamba Simba ipoteze kwa sababu la Gamza. Sio kweli. Ile mipango ambayo imefeli kutokana ndani ya uongozi. Unaelewa ndani ya nini ya uongozi. Alafu wasisahau kwamba lazima wakubali kwamba sisi Yanga Afrika tuna timu bora. Azam wana timu bora. Azam walikuwa wanaacha tu Simba kuwafunga. Kwenye bora wote ambao Azam walikuwa nao walikuwa watufunga Yanga ndani ya ubingwa wetu. Wao waachacheka nao tu. Lakini mwaka wameamua kuweka wamewaweka. Kwa hiyo watasubiri pale Mbeya City kwenda kuwafunga. Kile timu kubwa watafunga. Kwa sababu timu yao haina quality kubwa ambayo inaweza kushindana na Yanga na Azam. Huo ndio kweli. Kama hawataki basi wanakataa, maana wao ni tuseme nyinyi mnatamani utamu kwa sababu wameshaingiza kocha mpya sasa. Kuingiza kocha mpya na hii labda nizungumze. Kocha mpya si anavyokuja kila kocha anaweza kufanya vizuri. Alikuja Benchika hapa. Kocha ambaye alikuwa na CV kubwa na US mwaje. Benchika lakini mwisho wa siku ya Simba kafanyaje? Kafeli. Huyo anaweza kawa kocha mkubwa kwenye timu hizo kaja kufeli. Unafelishwa na nani? Timu je ina fedha kukuletea mahitaji ambayo wewe unayataka kama mwalimu? Benchika aliwahi kusema Simba mzima mchezaji mmoja ambaye anamuelewa. Lakini mwisho wa siku alifundisha. Wewe mwalimu anapokuja umpe kile facility ambazo yeye anazitaka. Je, Simba yule wanayo? Hao wachezaji wanao? Labda wamvumilie raundi ya Bolonge msimu ujao ndio wachezaji ambao anawataka. Mimi sina imani kama wanaweza wakaingiza maingizo zaidi ya 5 wale mapya. Ila hiyo anaitwa wapi? Timu ambayo sasa hivi haina muunganiko.
Fadhili Mohamed Dewji Mo yupo kwa ajili ya Simba. Hawezi kutoa hela yake wakati huu, timu ambayo ina migogoro, hata timu yangu ajulikane kiongozi nani, hawezi kutoa hela yake wakati huu. Lazima atulie kwanza, tulize akili zake, aone je, mipango ambayo ninaipanga ili timu kachanyang'anywa kwa mfumo ambao umetangazwa pale juzi, Simba chanyang'anywa. Kocha kaleta yeye, lakini kocha kamleta yeye kutoka South. Anategemea naye kocha gani? Kocha yeye naye bei kubwa. Baba sio kila kocha anakuwa na gharama, wengine gharama hawana. Wengine makocha wa kawaida tu. Unaweza kuchukua bila rais akaja kufundisha, anaje kutafuta jina. Umeelewa? Kwa sababu kuna makocha ambao ukijua huyu nikichukua huyu kocha unatoa fedha nyingi. Sawa? Umeelewa? Kwa sababu yule kocha sijajua wamepata kwa shilingi ngapi. Lakini sina imani kwa sababu timu aliyotoka ni ya kawaida, timu ambayo itakushusha daraja. Kwa hiyo kama kapata nafasi ya timu kubwa, lazima aje kufundisha. Si unanielewa? Kwa hiyo tuangalie huyo mwalimu, je, ana uwezo? Afu nikukumbusha chengine kwamba nilimsikiza jana Clatous Magoli anasema baada ya kutoka Fadlu tukaleta kocha ambaye alikuwa ana uwezo wa kuifundisha Simba, ana vigezo, ana sifa. Hata nyinyi ndio viongozi. Unasema tumemfukuza, ameondoka Fadlu, beta kocha ambaye hakuwa na vigezo. Hivi kiongozi wa mpira kuongea lugha mbele. Ongea lugha ya mpira. Kama mwalimu tulimchukua, lakini mwisho wa siku kwenye mifumo yetu kama mpira imetendea vibaya, tumemtoa kocha mwingine. Lakini sema vigezo hana. Sisi ndio tumemsajili viongozi. Au tumegia vigezo vijue nani? Viongozi wanajua vigezo vya walimu. Tutakutana naye wakati wa kumfukuza. Nadhani wajitathmini, waangalie namna gani ya kuendesha klabu yao. Alafu wasiangalie sana Yanga. Yanga tumetulia. Yaani maji ambayo hayana wimbi, hayana vumbi, unakunywa hata usiku. Yeah. Jana Clatous Magoli amemwambia Ahmed Ally aache kuizungumzia Yanga. Huwezi kuizungumzia Simba bila kuizungumzia Yanga. Hiyo hamasa unaipata wapi? Yaani wewe kama unazungumzia Simba tu, hamasa unaipata wapi? Lazima uzungumzie Simba na Yanga, ndizo timu ambazo kubwa zenye ushindani. Labda ataka aiongelee katika kategori gani? Hataki aisifie Yanga au asihitaje tu Yanga? Asihitaje taje. Atakuwa msemaji ambaye hana sifa kukaa pale. Kwa sababu siku msemaji unapenda kwa sababu kuizodoa Yanga au Simba. Hata kama msemaji utakao izodoa Yanga, wewe utafukuzwa tu. Labda kwa sababu mpiga bahasha mwenzao atasikiliza, lakini kama msemaji wa klabu lazima upige upande wa pili. Ukiwa kubovu unapiga. Kwa nini mtu ambaye alisema kuna timu inagawa utamu tu hujui alikuwa yeye. Kipindi kile alikuwa anagawa utamu, alikuwa na Yanga Afrika. Msemo umegeuka sasa. Umwaendea kwao katika lile kundi, wao ndio wagawa utamu. Huo ndio mpira. Tena wanaugawa vizuri. Tena vibaya mpaka sasa hivi washagawa mara 3 mfululizo. Wanakula mpaka watoto wadogo. Sisi wenye mali yetu sasa hivi hatuja kutana nao. Hadi kutana sisi tunakwenda kula kabla kwa moja wale utamu wao. Sasa msinde ndio wale ndio kwetu sisi. Au juu kama sisi wale ndio kwetu. Tunajua tunishike ziwa gani, aachie.